إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقاه وقاه، ومن سار على نهجه نجاه. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه شعار كل متعبد وكل مصلي وكل تقي وكل مؤمن. Kusema wewe tu Allah peke yako ndiye tunayekuabudu, na wewe tu Allah peke yako ndiye tunayekuomba msaada. Hii ni alama ya kila mcha Mungu, kila muumini, kila mwenye kusali, kila mtu mwema. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La na'budu shahra Ramadan wala na'budu siwa, hatuabudu mwezi mtukufu wa Ramadhani wala hatuabudu chochote kinyume cha Allah jalla wa ala. Wapo miongoni mwa waja wa Allah wema tayari wamekwisha kumaliza dhima ya siku 6 za mwezi wa Shawwal katika saumu, kwa kutekeleza wito wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal, atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kisha akafuatiliza siku 6 katika mwezi wa Shawwal. Wapo wengine wanamaliza leo, na wapo wengine wanawaka wakati al-muwassa mpaka mwisho wa mwezi huu wa Shawwal. Hawa wote wako chini ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuna watu ambao baada ya kuisha kwa Ramadhani wapo na juzuu 5, wengine wana juzuu 10, wengine wako nusu ya msahafu. Baada ya kumaliza Ramadhani wanaendeleza pale walipoishia baada ya mwezi wa Ramadhani. Ikawa ibada ya kusoma Qur'ani haikuisha baada ya kuisha kwa mwezi wa Ramadhani, kwa sababu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuna wengi wanaendeleza mambo mbalimbali ya khairat, ya hasanat baada ya kuisha kwa mwezi wa Ramadhani. Hawa ndio ubadur rahman, wanaisu biubadi Ramadhan. Hawa ndio waja wa Allah azza wa jalla na sio waja wa Ramadhan. يقول الله تبارك وتعالى
wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Al-aya. Nimestajabu na baadhi ya ahlul ilmi istadallu bihadhihi al-aya ala ma yakhussu shahr ramadan liman qata'a al-'amal as-salih alladhi kana ya'maluhu ba'da intihai ramadan. Kuna baadhi ya wanazuoni wamestadili na aya hii katika sura an-Nahl. Allah jalla jalaluhu anasema wala takunu, wala msiwe enyi waumini, kallati, kama yule mwanamke wa Kikureishi ambaye naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, aliyekuwa akifumua mkeka wake baada ya kuwa kutwa nzima ya asubuhi, kuanzia asubuhi mpaka jioni alikuwa amepitisha kutwa yake katika kuufuma mkeka wake, lakini akifika wakati wa jioni anaufumua ule mkeka wake, unakuwa kana kwamba haukufumwa. Asubuhi akiamka anaanza kufuma tena, ukifika wakati wa jioni anafumua tena. Allah anasema wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Enyi waumini, msiwe kama yule mama wa Kikureishi ambaye anaitwa Rita, kwa Kiswahili tunamuita Rita. Huyu mama alikuwa ni mwanamke hamqa, imra'atun hamqa, mwanamke mmoja mpumbavu hivi, anafanya kazi kubwa ya kusuka mkeka wake. Badala ya kumaliza na kuanza kunufaika nao kukalia, anaanza kufumua tena. Ikawa kazi yake anafuma, anafumua, anafuma, anafumua. Allah anasema msiwe kama mama yule. Ikhwani, wamestadili na aya hii baadhi ya wanawazuoni kwa kusema kwao aya hii ni mfano wa watu waliofunga Ramadhani, ambao wao baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wamevunja mema yote waliojenga ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hawa wanafanana na yule mama aliyekuwa akisuka mkeka wake sawa sawa na mwenye kufanya mema ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ikiisha Ramadhani kavuruga yote, ni sawa sawa na yule ambaye baada ya kumaliza kuufuma vizuri mkeka wake akaufumua wote. Waqala rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Allah ananukuu katika suratul Furqan malalamiko ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akilalamikia wale watu walioacha kusoma Qur'an baada ya kuwa walikuwa wanajidinisha kwenye kusoma Qur'an. Waqala rasul, na akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya rabbi, ewe Mola wangu mlezi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, hakika watu wangu wameihama Qur'an. Faman kana qari'an lil-Qur'an fataraka al-qira'a faqad hajara al-Qur'an, aliyekuwa akisoma Qur'an akaacha kusoma Qur'an ameihama Qur'an. Waman kana hafidhan lil-Qur'an fanasiyahu faqad hajara al-Qur'an, aliyekuwa amehifadhi Qur'an akafanya uzembe mpaka Qur'an yote kamtoka, huyo anakuwa ameihama Qur'an. Waman kana mustaghilan bil-Qur'an fataraka al-ishtighala bihi faqad hajara al-Qur'an, aliyekuwa kwa namna moja au nyingine anajishughulisha na Qur'an alafu akaacha kujishughulisha na Qur'an, anaingia katika jumla ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akilalamika kama alivyonukuliwa na Allah jalla jalaluhu, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ilikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, imma baada salati dhuhur au baada salati al-asr, wakati mwingine baada salati al-fajr, mtu ameweka uradi wake wa kusoma Qur'ani. Kuna wakati una jambo naye la msingi, unaambia bwana twende kwenye majukumu, anasema nipe dakika 15 tu nimalize kipande changu cha leo, mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Qur'an. Lakini sasa toka Ramadhani imeisha akaweka msahafu hajaugusa mpaka leo. Waqala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. روى الإمام البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما من حديث عائشة، وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال
ya Abdallah la takun mithla fulani. Mtume anamwambia Abdullah ibn Amri ibn al-As, ewe Abdallah, usiwe kama mtu fulani, kana yaqumu al-laila fataraka al-qiyam, aliyekuwa akiswali sala za usiku alafu akaacha kuswali sala za usiku. Sisi tumeswali Ramadhani mwezi mzima salatu tarawih, tukaswali pamoja na witri yake mwezi mzima wa Ramadhani. Baada ya kumalizika kwa Ramadhani umeswali witri mara ngapi mpaka leo? Ya Abdallah la takun mithla fulan kana yaqumu al-laila fataraka al-qiyam, ewe mja wa Allah, usiwe kama mtu fulani alikuwa anasimama katika mwezi, anasimama katika kisimamo cha usiku, lakini baadaye akaacha. Ikhwani fil iman, sisi ni waja wa Allah subhana, sisi sio waja wa Ramadhani. Mema yote ambayo tulikuwa tunayafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani ilikuwa ni wakati wa mafunzo, na matokeo yake yaonekane baada ya kucha kwa Ramadhani. Je, baada ya Ramadhani umenufaika nini na yale mafunzo ya mwezi wa Ramadhani? Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa sallallahu wa sallam ala imamil mursalin نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، انتهى رمضان وبقي القرآن، وانتهى رمضان وبقي الصيام، وانتهى رمضان وبقي القيام، وانتهى رمضان وبقي الإيمان، انتهى رمضان وبقي الإحسان، وانتهى رمضان وبقي كل الإحسان. إخوان في الإيمان، لكويل رمضان imekwisha lakini Qur'an bado ipo. Ramadhani imekwisha, saumu bado ipo. Ramadhani imekwisha, imani bado ipo. Ramadhani imekwisha, wema bado upo. Kuisha kwa Ramadhani na ukawa umemaliza haya yote mema ni dalili ya kuwa wewe ni mja wa Ramadhani. Mwezi huu tulionao unaitwa mwezi wa Shawwal, kwenye kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema al-hajju ashhurun ma'lumat, ibada ya hija ina miezi maalum. Miezi yake hija ni mwezi huu wa Shawwal, na mwezi unaokuja baada ya Shawwal mwezi wa Dhulqa'da, na siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo ukiona mwezi wa Ramadhani umekwisha, majukumu yako ya ibada yamekwisha, wewe sio mja wa Allah unaosema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani imefunguka mizimu ya hija. Billahi alaikum, al-hajj ashhurun ma'lumat, ash-shawwal wa dhulqa'da wa 10 ayyam min dhulhijja. Maana ya maneno ya Allah, ibada ya hija imewekewa miezi maalumu. Mwezi wake wa kwanza ni mwezi wa Shawwal. Unaweza ukailimia hija mwezi wa Shawwal, lakini na mwezi unaofuata baada hapa mwezi wa Dhulqa'da ni mwezi wa kulimia hija, na siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja tuna miezi miwili na siku 10, miezi ya kulimia ibada ya hija. Unapumzika wapi? Umeshatekeleza ibada ya hija? Ikhwani, maana wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini wala wanadamu isipokuwa waniabudu. Qala al-imam Muhammad bin Abd al-Wahhab al-Tamimi rahmatullahi ta'ala alayhi, al-ibadatu hiya ismu jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. Maana neno ibada ni neno lenye kukusanya kila kile ambacho anakipenda Allah na anakiridhia katika maneno yako, matendo yako, yale yanayoonekana mbele za watu na yale unayofanya katika kificho. Hizi zote ni ibada, na hizi ndizo zilizopelekea wewe uungo upo hapa duniani. Inna iddata shuhuri 'inda Allah 12 shahra, idadi ya miezi mbele ya Allah tabaraka wa taala katika mwaka ni miezi 12. Minha, kwenye hiyo miezi 12, arba'atun hurum, kuna miezi minne mitukufu. Allah akasema
fala tadhlimu fihinna anfusakum, inapokuja miezi hiyo mitukufu msizidhulumu nafsi zenu humo. Mtume akafafanua katika hadithi ya Abu Bakar Nufayl ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu, akasema thalathun mutawaliyat, hiyo miezi mitukufu minne mitatu inafuatana, akaitaja Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram, mfungo pili na mfungo tatu na mfungo nne. Maana yake mwezi unaokuja baada huu wa Shawwal na unaofuata na unaofuata, hii ni miezi mitatu mitukufu yenye kufuatana. Allah ametoa agizo la jumla ndani ya miezi hiyo, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ukiwa uliweza kujizuilia shirki, kuna waganga walikuwa likizo katika mwezi wa Ramadhani, ukienda kwenye mambo yao yale wanakwambia Ramadhani hatuwezi kupiga ramli. Kwa hiyo ile likizo ile, hii miezi mitukufu inayokuja Allah kakataza kabisa kufanya dhulma nafsi. Kuna watu walioweka vibanda vyao mapumzikoni, ujue kwenye hii miezi mitukufu kuna makatazo maalum, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kuna watu walijiepusha na udanganyifu na kuangalia muharramat kwa sababu ya kuogopea kuharibu saumu zao. Kuna agizo maalum, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Baada ya siku 10, siku 20 na zijazo, tunaingia katika kifungo hiki cha miezi mitukufu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maagizo ambayo hata kwenye Ramadhani hayakuwepo. Kama unajiona una uwezo wa kutoka kwenye taa ya Allah muda fulani kwa sababu jukumu fulani limekwisha, hilo sio lengo la kuwepo kwako hapa duniani. Ikhwan fil iman, hatta nakuna ibadallahi ikhtiyaran baada an nakuna ibadallahi itraran. Haya maneno amesema Imam Shafi'i katika Muwafaqat. Mpaka ifikie wakati tuwe waja wa Allah, watumwa wa Allah ikhtiyaran, kwa hiari zetu wenyewe, sam'an wa ta'a. Tukiamrishwa tunatekeleza maamrisho, tukikatazwa tunajiepusha na makatazo. Baada an kunna ibadallahi itraran, baada ya kuwa tulikuwa tunamwabudu Allah kwa kulazimishwa. Ifikie wakati mja wa Allah awe yeye mwenyewe anajisukuma katika kumtii Mola wake, asiwe kwa ajili ya Ramadhani, asiwe kwa ajili ya Dhulqa'da wala Dhulhijja wala Muharram, awe ni Abdullahi wakati wowote, na wala asiwe abdu Ramadhani wala abdu Dhulqa'da wala abdu Dhulhijja. Hili ndilo ambalo litakufanya utoke duniani hali ya kuwa umetekeleza kauli ya Allah tabaraka wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.